Ni bora matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka wa kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na wa Iran sio wale wanaojisalimisha, asema Khamenei. Aliyepigwa risasi na polisi katika maandamano Kenya yuko mahututi katika hospitali ya Kenyatta. Ubalozi wa Uingereza Kenya washutumu polisi kwa kuwashambulia waandamanaji. Mhubiri wa Kenya aliyedai kuwapatia mimba za miujiza wanawake afariki dunia katika ajali ya barabarani. Israel inafanya kazi chafu kwa ajili yetu sote, kansela wa Ujerumani anasema. Marekani yahamishia Ulaya ndege 30 huku uvumi wa mashambulio ya Iran ukiongezeka. Matumizi ya bangi huongeza maradufu hatari ya kufa kwa magonjwa ya moyo, utafiti mkubwa umegundua. Ndege za kivita za Marekani zaondoka kambi ya Uingereza. Na Rais Trump wa Marekani haitaka Iran ijisalimishe bila masharti, lakini anasema kiongozi mkuu yuko salama kwa sasa. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amejibu mashambulizi ya Israeli kwenye taarifa iliyosomwa na mwanahabari kupitia chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali. Kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba watu wenye hekima wanaoifahamu Iran, watu wenye historia yake, kamwe hawazungumzi na taifa hilo kwa lugha ya vitisho, kwa sababu wa Iran sio wale wanaosalimu amri. Kiongozi wa Iran amesema kuwa hatua ya kijeshi ya Marekani itakabiliwa vilivyo. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Israel amesema kushambulia Iran ni hatua ya mwisho kabisa katika barua ya Umoja wa Mataifa. Waziri Gideon Saar ameelezea sababu ya Israeli kuanzisha mashambulio yake dhidi ya Iran wiki iliyopita katika barua ambayo alituma kwa mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Pia amesema Israeli ilifanya shambulio mara ya kwanza katika kile anachosema ni wakati mwafaka.
Boniface Kariuki, mchuuzi aliyekuwa anauza barakoa, aliyepigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya jana Jumanne katikati mwa jiji kuu la Nairobi, yuko katika hali mahututi, hospitali ya taifa ya Kenyatta KNH imedhibitisha. Afisa mtendaji mkuu wa hospitali hiyo William Sigilai ametoa taarifa na kusema Kariuki alipelekwa hospitali ya kitaifa kutokana na agizo la hospitali aliyokuwa amepelekwa awali baada ya kupata jeraha kichwani kutokana na risasi aliyopigwa. Ameongeza kuwa uchunguzi wa CT scan ambao kwenye ubongo umedhibitisha kuwa risasi ilikuwa ndani ya kichwa chake upande wa kushoto. KNH imedhibitisha kuwa kitu kinachoaminika kuwa risasi kilitolewa na mwanaume huyo akapelekwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi kwa uangalizi zaidi. Taarifa kuwa Kariuki yuko hai katika hali mahututi pia imethibitishwa na familia yake. Baba yake Jona Kariuki Nyambura pia amezungumza na vyombo vya habari na kusema kuwa risasi hiyo ilikuwa ndani ya kichwa juu kidogo ya sikio. Video iliyoonyesha jinsi Boniface Kariuki alivyopigwa risasi ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha ghadhabu miongoni mwa waandamanaji. Ubalozi wa Uingereza nchini Kenya umesema umeghadhabishwa na matukio ya polisi kuwapiga risasi raia waliokuwa wakiandamana. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Uingereza imesema maafisa wa polisi wanapaswa kuwapa raia imani, kuwa waaminifu na kuwalinda. Uingereza imeonyesha kukasirishwa na utumiaji wa nguvu kupita kiasi katika maandamano hayo. Mhubiri mwenye utata kutoka Kenya Gilbert Deya, aliyedai kuwa na uwezo wa kuwapa wanawake mimba za kimiujiza, amefariki dunia katika ajali ya barabarani. Polisi wamesema kwamba kwenye vyombo vya habari kuwa Deya alifariki dunia papo hapo Jumanne jioni baada ya gari lake kuhusika katika ajali ya basi la chuo kikuu na gari jingine karibu na mji wa Kisumu magharibi mwa taifa la Kenya. Takribani watu 30 wameripotiwa kujeruhiwa, akiwemo mtu aliyetambuliwa kuwa mke wake na abiria kwenye gari lake na wanafunzi 15 waliokuwa katika basi. Deya ambaye alikuwa akiendesha kanisa la moja jiji kuu la London nchini Uingereza alikojizoelea umaarufu mkubwa mwanzoni mwa miaka ya 2000 kufuatia madai yake kwamba angeweza kuwasaidia wanandoa wenye changamoto za uzazi kupata watoto wa miujiza kupitia maombi. Uchunguzi baadaye ulihusisha kanisa lake na kundi linalodaiwa kuwa la ulanguzi wa watoto na kusababisha kukamatwa kwake na kurejeshwa nchini kutoka Uingereza takribani miaka 8 iliyopita baada ya vita vya kisheria vilivyodumu kwa muongo mmoja. Aliondolewa mashtaka hayo miaka 2 iliyopita kutokana na kutokuwa na ushahidi wa kutosha. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa shukrani zake kwa Israeli kufanya kile anachokiita kazi chafu kwa wote kupitia mashambulio yake ya mabomu dhidi ya Iran. Akizungumza na shirika la utangazaji la Ujerumani ZDF pembezoni mwa mkutano wa G7, amesema uongozi wa Iran umeleta vifo na uharibifu duniani kwa mashambulio, kwa mauaji ya Hezbollah na Hamas, lakini akaongeza kuwa ikiwa wanataka kurejea kwenye meza ya mazungumzo hawatakuwa na shida kwa hilo, la sivyo. Merz anaonya kwamba uharibifu kamili na wa mpango wa nyuklia wa Iran unaweza kuwa kwenye ajenda. Amesema kwamba wakati anafikiri kwamba mpango huo umekwisha kwa kiasi kikubwa, Israeli inakosa silaha zinazohitajika kuiangamiza kabisa, lakini Marekani haina. Katika mahojiano tofauti na kituo cha habari cha Welt TV cha Ujerumani, amesema uongozi wa Iran umedhoofishwa na mashambulio ya Israel na pengine hautarejea katika nguvu zake za zamani na kuifanya iwe nchi yenye mustakabali wa kutokuwa na uhakika. Takribani ndege 30 za kijeshi za Marekani zimehamishwa kutoka kambi ya Marekani hadi Ulaya katika muda wa siku 3 zilizopita. Data ya kufuatilia ndege hizo na safari zake iliyokaguliwa imeonyesha
Ndege zinazozungumziwa ni ndege zote za kijeshi za Marekani zinazotumiwa kutaka ama kupata mafuta, tena ndege za kivita na za kulipua. Kulingana na Flight Radar 24, angalau 7 kati ya ndege hizo zote za aina ya KC-135 zilitua karibu kambi ya ndege ya Marekani nchini Hispania, Uskochi na Uingereza. Safari hizo ya ndege zinawadia wakati Israeli na Iran ikiendelea kukabiliana na washambulio baada ya Israeli kuanzisha operesheni siku ya Ijumaa ambayo imesema lengo lake ni kuharibu mpango wa nyuklia wa Tehran. Haijabainika iwapo harakati za Marekani zinahusiana na moja kwa moja na mzozo huo, lakini mtaalamu mmoja amesema kwamba safari ya ndege za meli ya mafuta hazikuwa za kawaida sana. Utumiaji wa bangi huongeza hatari ya kufa kutokana na ugonjwa wa moyo maradufu, kulingana na uchunguzi ambao umefanywa na uchambuzi mpya wa data wa matibabu iliyohusisha watu milioni 200, wengi wao wakiwa kati ya umri wa miaka 19 na 59. Kilinganishwa na wasiotumia, wale wanaotumia bangi pia walikuwa na hatari kubwa ya 29% ya mshtuko wa moyo na hatari kubwa ya 20% ya kiharusi, kulingana na utafiti uliochapishwa Jumanne katika jarida la Moyo. Huku Israeli ilipoanzisha operesheni iliyoita Rising Lion, maafisa nchini Urusi walielezea mapigano yanayowezekana kwa sasa katika Mashariki ya Kati kama ya kutisha na hatari. Bado vyombo vya habari vya Urusi vilikuwa haraka kusisitizia kuhusu mambo chanya yanayowezekana Moscow. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na kupanda kwa bei ya mafuta duniani ambao kuna tabiriwa kuongeza hazina ya Urusi, mbali na tahadhari ya kimataifa. Vita vya Urusi juu ya Ukraine, Kyiv imesauliwa, kulingana kulikuwa na kichwa cha habari katika Moscow's Komsomolets, ambapo na iwapo pendekezo la Kremlin la kuwa mpatanishi katika mzozo huo lingekubaliwa, Urusi inaweza kujionyesha kama mhusika mkuu katika Mashariki ya Kati na kama mleta amani, licha ya hatua zake nchini Ukraine. Hata hivyo, kadri operesheni ya kijeshi ya Israeli ilivyoendelea kwa muda mrefu, ndivyo ufahamu zaidi kwamba Urusi ina mengi ya kupoteza kutokana na matukio ya sasa. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi leo Jumatano anaadhimisha miaka 5 tangu alipoingia madarakani, akiahidi kuimarisha jitihada za kuhakikisha amani, usalama na maendeleo kwenye taifa hilo. Maadhimisho hayo yaliyofanyika katika mji wa Gitega, mji mkuu wa kisiasa na alikozaliwa, ambapo alijumuika na mawaziri wa serikali yake pamoja na maafisa wakuu wa idara ya serikali katika maadhimisho hayo ya mwaka wa 5 wa utawala wake. Rais Ndayishimiye amewakumbusha maafisa hao kuzingatia majukumu yao na kuhakikisha wanatoa majibu ya kero zinazowakabili raia wa nchi hiyo yenye utajiri wa maliasili. Kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amekataa sharti la Rais Donald Trump la Marekani la kujisalimisha bila masharti. Trump ametoa matamshi hayo leo Jumatano wakati raia wa Tehran wakifurika kwenye barabara kuu za kutoka kwenye mji huo mkuu katikati ya mashambulio yanaongezeka ya Israel. Kwenye hotuba iliyorekodiwa na kurushwa kupitia televisheni, Khamenei amesema Wamarekani watambue tu ya kwamba uingiliaji wowote wa jeshi lao utaandamana na uharibifu mkubwa, na kuongeza kuwa
mtu mwenye akili na aliyeijua Iran hawezi kuitolea matamshi ya kitisho, kwa kuwa taifa hilo kamwe alitajisalimisha. Ziba mkonga cha sasa. Penzi msikilizaji, na kuomba simana kitoi kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hapo basi naungana nasi ni taarifa ya habari ambapo kiongozi wa Iran Khamenei akataa wito wa kujisalimisha, akisema kuingilia kati kwa Marekani kutasababisha uharibifu usio wa kurekebishwa. Moja kwa moja na angalia hapa maoni yako, ambapo Majidi Mustafa anasema huko ndio jihada inafanyika sasa. Jackson Jacob kutoka Nzenga, Tabora, Tanzania, vita vya Israel na Iran vimekuwa tishio sasa, na kama Marekani itaingilia hili basi hakika madhara yatakuwa mara elfu zaidi ya sasa. Iliaji Eli anasema ni vizuri sana uongozi wake. Kwenye maoni mengine, ambapo rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye atimiza miaka 5 madarakani, kwamba ziara Kachali anasema nimefurahi sana kuona kuwa mmeandika kuwa anaadhimisha miaka 5 ya utawala wake na si uongozi wake. Kuna tofauti kubwa kati ya uongozi na utawala. Watu naitwa ile very keen kwa mambo na details sana. Na ana sababu za kwake mbona amesema hivyo. Mlegero pale hivi, Mlegero, hiyo ni nchi inayostahili kuendelea, na watakia maendeleo mema Burundi mbele
kwema. Martin Petro Ngokolo pale hivi, Mungu amtie nguvu rais bora kwa Warundi wote. Camelius pale hivi, Benedicto pale hivi, tunawatakia amani, utulivu na maendeleo. Makabila yasiwagawane tena, tubivunjilie tubiburije amahoro ubuhumure amajambale amoko ntiyazane igorane. Kirundi hicho. James Rasto pale hivi, Mwanza Tanzania, kila laheri kwake na heshimie. Sawa. Wairinga pale hivi, Kiesa pale hivi, ajabu kweli kutoboa mitano Burundi. Historia kaweka, maana huwa ni miezi tu kupinduliwa mtu juu chini. Sema wamejaribu kuliwa wachezi na viongozi. Emmanuel Edward pale hivi, ni sawa, lakini hakikisha maisha bora kwa Warundi, maana hali ni ngumu sana kwa Warundi, hasa swala la mafuta. Pata Warundi wanaondoka kwenye taifa lao na kwenda kwenye mataifa mengine kutafuta riziki, kwa sababu hali si hali. Ajikazi. Mwingine kwa mwenye uwezo wa kuua na ni Mwenyezi Mungu pekee, sisi wengine ni waropokaji tu. Na ukiona mtu anakufa katika vita, basi muda wake wa kuishi ndipo ulipoisha. Huyu ni Tabasam pale anazungumza kutokea maeneo ya Tanzania pale hivi. Huyu mzee akili yake ni ya kijana kabisa, sema mwili tu, ila huyu hataki utani. Anazungumzia Khamenei. Sema ni mzee lakini akili yake ni ya barubaru. Haya. Maneno hayo. Kwingineko ni kwamba Iran imesema imetuma makombora ya masafa marefu na ya kasi zaidi katika mashambulio yake nchini Israeli, wakati huu nchi hizo mbili zikiendelea kukabiliana. Rais wa Marekani naye akisema Iran ina muda wa kujisalimisha bila masharti. Rais Trump amesema pia kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hatalengwa kwa sasa. Mfalme wa Jordan Abdullahi wa pili naye amesema mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran unatishia usalama udhabiti wa nchi zingine za kikanda, na huenda hali ikawa mbaya zaidi iwapo mashambulio yanayoendelea hayatasitishwa. Tumia makombora ya masafa marefu na ya kasi zaidi katika mashambulizi yake nchini Israel, wakati huu nchini hizo mbili zikiendelea kushambuliana. Rais wa Marekani akisema Iran ina muda wa kujisajilisha bila masharti. Mfalme wa Jordan Abdullahi wa pili amesema mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran unatishia usalama wa nchi zingine. New security threats, vitisho vipya vya usalama, kasi ya teknolojia ambayo haijawahi kushuhudiwa, kuenea kwa haraka kwa habari potofu, vita vinavyoendelea nchini Ukraine na pia Gaza, na sasa mashambulio dhidi ya Iran ambayo yanatishia kuongezeka kwa mivutano katika eneo langu na pia kwingineko. Sauti yake mfalme wa Jordan Abdullah wa pili. Kwingineko ni kwamba nchini DRC waziri wa sheria Constant Mutamba kujiuzulu baada ya kufunguliwa mashtaka ya rushwa, bunge likiwa limeidhinisha funguliwa mashtaka zaidi. Kujiuzulu kwake kumekuja masaa 48 baada ya bunge la taifa kuidhinisha Constant Mutamba kufunguliwa mashtaka. Kwa mujibu wa taarifa toka ikulu ya DRC, majadiliano kati ya waziri wa sheria huyu na Rais Tshisekedi ulichukua karibu saa moja. Mutamba anatarajiwa kurasmisha uamuzi wake Jumatano hii katika kibarua atakayotuma kwenye ofisi ya rais wa jamhuri na ile ya waziri mkuu kwa mujibu wa katiba. Constant Mutamba aliyeteuliwa Mei mwaka 2024 anatuhumiwa kwa ubadilifu wa fedha za umma kuhusiana na mradi wa ujenzi wa gereza huko Kisangani, kaskazini mashariki mwa nchi.
Mnamo Juni tarehe 15, bunge liliondoa kinga yake ya ubunge kufuatia mashtaka ya mwendesha mashtaka mkuu. Idhi hiyo ya bunge ilifungua njia kwa kesi yake kusikilizwa siku zijazo. Mbali na mashtaka ya ubadilifu wa fedha, pia anashtakiwa kwa kuidharau mahakama baada ya kuikemea kile anachokiita njama za kisiasa dhidi yake. Akiwa amepigwa marufuku ya kuondoka nje ya jiji la Kinshasa chini ya tishio la kukamatwa, Constant Mutamba alitangaza kujiuzulu ndani ya muda uliowekwa na sheria. Fredy Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Ni taarifa ya habari moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, Kenya National Commission on Human Rights, imetuhumu polisi wa Kenya kwa kutumia nguvu kupita kiasi kuwakabili waandamanaji waliokuwa wakiandamana kushinikiza haki kutendeka kufuatia mauaji ya mwanablogi na mwalimu Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Haya yakijiri, idara ya polisi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki imesema imemkamata polisi aliyempiga risasi kichwani mchuuzi wa barakoa wakati wa maandamano katikati ya jiji kuu la Nairobi. Kutetea haki za binadamu nchini Kenya, KNHCHR imetuhumu polisi wa Kenya kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa kabili waandamanaji waliokuwa wakiandamana kushinikiza haki kutendeka dhidi ya mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki akiwa anazuiliwa na polisi. Benson Akoli na maelezo zaidi. Kupitia taarifa, KNCHR imesema vitendo vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ni kinyume cha katiba ya Kenya, na kuongeza kuwa imesajili visa 22 vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi, ikiwemo kupigwa risasi kichwani kwa mchuuzi mmoja wa barakoa katikati ya jiji la Nairobi. Tume hiyo pia imetuhumu polisi kwa kuwakamata waandamanaji wakiwemo wanaharakati 4 jijini Mombasa licha ya kushiriki maandamano ya amani. Yakijiri hayo, idara ya polisi nchini Kenya imesema imemkamata polisi aliyempiga risasi kichwani mchuuzi wa barakoa wakati wa maandamano katikati ya jiji la Nairobi baada ya maagizo ya mkuu wa polisi nchini humo Douglas Kanja. Hata hivyo, idara hiyo polisi haijatoa ushahidi wowote kudhibitisha kukamatwa kwa polisi huyo. Maski zimeanguka hapa, sio zangu, ni zake. Maandamano hayo yamekuwa yakifanyika kushinikiza kujiuzulu kwa naibu mkuu wa polisi nchini Kenya Eliud Lagat, ambaye ametajwa kuhusika na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang aliyeuawa akiwa kizuizini. Hapa ni baadhi ya waandamanaji. Hatujalipwa, lakini tumepewa tu security, hizo marungu ndio tulinde nao mali za wenyewe. Hawa wanakuja, hawajakuja kumandamana. Hawa wamekuja kupora watu. Mimi naandamana kwa sababu nataka justice ifanyike kwa familia ya Justice Ojwang. Sisi tushafaulu. Nairobi ishasimama. Biashara zote zishafungwa. Message tushafikisha. Maandamano zaidi yanatarajiwa kufanyika juma lijalo, kilele kikiwa siku ya Jumatano, ambapo vijana wanapanga kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano makubwa yaliyofanyika ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 mwaka 2025 yaliyosababisha maafa na bunge la Kenya kuteketezwa. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii, ambapo moja kwa moja tunakuletea taarifa za mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Polisi nchini Kenya wamejiweka matatani tena baada ya mtu mmoja kupigwa risasi na afisa wa polisi katika maandamano nchini Kenya. Zaidi ya watu 20 wameripotiwa kujeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika sehemu tofauti katika taifa hilo, wakipinga kifo cha mwanablogi na mwalimu Albert Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Imelazimika kujitetea kwa umma baada ya vurumai kutokea kati ya polisi na waandamanaji jijini Nairobi siku ya Jumanne. Hii ni baada ya polisi jijini humo kuonekana katika picha za video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii akimpiga risasi kwa karibu muuza barakoa.
Katika maelezo yake, polisi imesema tayari afisa huyo amekamatwa. Kwa upande wake, Tume ya Taifa ya Haki ya Kibinadamu nchini humo inaripoti kuwa zaidi ya watu 22 walijeruhiwa katika miji ya kaunti za Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale. Hata hivyo, wananchi kupitia mitandao ya kijamii wameapa kuendelea na maandamano hayo dhidi ya serikali, huku wakitaka kujua ni nani aliyetuma kikundi cha watu waliojitokeza na virungu kuwashambulia waandamanaji. Watu hao walionekana wakiwa kwenye bodaboda na wengine wakitembea kwa miguu. Baadhi yao wamesikika wakisema lengo lao ni utulivu katika jiji, kazi ambayo kisheria inatakiwa kufanywa na polisi. Na leo tumekuja hapa kuweka backup, watu wasiibiwe. Sisi ndo tumesema hii Nairobi ikichomwa, nchi yote imechomwa. Sisi kama raia lazima tu maintain peace and order on Nairobi. Licha ya maswali haya kuibua wasiwasi, halmashauri ya jiji la Nairobi mpaka sasa bado haijatoa ufafanuzi wowote kuhusu kundi hilo. Polisi kumpiga risasi mwananchi jijini Nairobi kunaiweka tena huduma hiyo matatani, ikizingatiwa kuwa chanzo cha maandamano ilikuwa ni kupinga kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang anayedaiwa kufariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Maandamano haya yanakuja ikiwa zimebaki siku chache tu kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa maandamano makubwa ya Gen Z yaliyopinga muswada wa fedha nchini humo. Katika maandamano hayo mwaka jana, zaidi ya watu 60 waliripotiwa kuuliwa na maafisa wa polisi. Bado ahadi ya Wakenya ni kufanya maandamano makubwa dhidi ya serikali mwezi huu wa Juni. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina kuona kwamba itakuwa na yapi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Basi